Ziara na hotuba za watu wa CCM, lakini hasa kwa sasa Mwigulu Nchemba, zina lengo gani hasa? Nia yake ni kupandisha zaidi hasira kwenye mioyo ya watu, kupandisha zaidi chuki kwenye mioyo ya watu, ama anafikirije? Munafikirije? Lakini hasa niongee na Mwigulu Nchemba kwa sababu wakati wote kuongea na watu ambao ni kama wana akili kabisa ni tusi kubwa. Nadhani wote mnakubaliana na mimi ya kwamba watu hawa kwa sasa wana machungu na kuuawa kwa ndugu zao, vifo vya kihistoria. Wana machungu. Mkumbuke hawa watu mnaosema wanawadanganya, hawa watu ndugu zao wametekwa sana, wameuawa sana kabla ya Oktoba 29. Tuache rasilimali za nchi zilivyotumiwa na wachache, na wengine wakiwa wanapata taabu zisizo za lazima. Tuache hizo. Sasa hivi shida kubwa ipo kwenye damu zilizomwagika. Hawa watu wanawachochea, wanawasukuma. Hawa wana kaka zao, wana dada zao, wana wajomba zao, wana mama zao, wana wake zao, wana waume zao, wana watoto wao ambao wametekwa, wamepotezwa, wameuawa vifo visivyoeleweka. Kumwambia mtu kama huyu anayedai haki ya uhai wa ndugu yake, hao wanaokuambia kadai hiyo haki wanakuchochea, ni kumdharau, ni kuendelea kumwongezea kidonda. Naomba mimi kwa upendo kabisa niwasanue, niwaamshe, niwajulishe watu wa CCM, lakini hasa Mwigulu Nchemba. Sijui, najua mnataka watu wapasuke kwa hasira, mnataka watu sijui wachukue hatua. Mimi wakati mwingine nahisi nyie mnaotoa hizi hotuba ndio mlio na mpango hasa ya kwamba lugha ya mitaani ile inasema kiwake, nchi yetu iharibike kabisa kabisa. Akina Mwigulu, nahisi nia ulio nayo ni kwamba aidha mamlaka yoyote, kwamba sio ni jeshi, kwamba ni wanadamu, wachukue hatua ya mapema ya haraka, wakomeshe hii hali iliyopo. Na hisi ndio lengo, kwa sababu ni tusi kubwa. Mtu anadai haki ya kuuawa kwa ndugu yake, kwa mtu wake. Haya, tufanye wale wanawadanganya, tukubali wale wanawadanganya, hao wanaowachochea hivyo, wana wivu na rasilimali za nchi, wanalipwa. Tukubali wanalipwa. Lakini swali inakuja, haya, lete wewe suluhisho la hawa watu waliouawa. Nini kinafanyika? Nini? Lete hao wanalipwa, hao ni wabaya sana. Na mimi nitawajia juu punde hapa, taona clip hapa, nitawajia juu hao wanaochochea sana, wanaleta uchochezi ndani ya nchi. Hao wanalipwa. Ebu njoo lete suluhisho wewe. Hao watu ambao ndugu zao wametekwa, tuache rasilimali hizo, kuleni muvimbiwe matumbo, muvimbiwe mambovu, saja hizi matusa haya hivi, muvimbiwe, vitoto vyenu vivimbiwe, endesheni magari ya gharama, kuleni kwa anasa, acheni watu wengine hivyo kuleni. Sasa hivi sio shida yetu. Mwigulu na watu wa CCM nao wanaonea wivu rasilimali zetu, wanatuchonganisha, haya wewe tuache, au ni wabaya sana, hao wabaya. Lete suluhisho. Watu ndugu zao wameuawa, ndugu zao wametekwa, ndugu zao wanabambikiziwa kesi mahakamani. Lete suluhisho. Mwigulu kaka, najua pengine mnajipambanua, mmeshageuka ni shetani kabisa, lakini nakuhakikishia ziara zako, hotuba zako, watu wengine naona zina makusudi kabisa kupanda hasira zaidi, ili mioyo ya watu ikiwezekana wapasuke wakitaka. Zina makusudi ya kupanda hasira zaidi, chuki zaidi.
wewe ndio unayepanda hasira. Kwaona watu hawana akili kabisa. Haya, unasema wasanii ile ni ajira. Hivi msanii akienda kuiba kwenye kundi la majambazi, kundi la wauaji, wamekaa mahali, miuaji mitupu, mijambazi mitupu inaua, msanii mkamkuta pale anawatumbuiza majambazi, anaambia kazi yenu ni njema, kazi yenu ni nzuri wauaji, msanii mnamwacha? Anafanya kazi nzuri, ni ajira ile. Ajira ni popote, ajira ni chochote. Watu wanapinga wasanii kwenda kuwa sehemu ya kupromoti chama cha mashetani, chama cha miwaji, chama cha mitekaji. Ndicho watu wanachozungumzia. Usiwaone watu hawana akili kabisa. Na after all, hawasafishi wasanii, hawasafishi. Naamini wasanii watakuwa wakikutumbuiza wewe nyumbani kwako, wataona kwenye matukio yenu, ila naamini watakao kuwa wakiwa wazi watakuwa wakipoteza thamani yao hata kwenu, mpaka mtaacha kuwatumia. Mimi mwaka 2021 niwahi kutoa angalizo kwa wasanii kwamba wasanii, nadhani mumekoleza mlivyokuwa mnaenda kuimba wakati wa Magufuli, na sasa bado mnaendelea kuimba. Na wajulisha, itafika mara nyimbo zenu zote, nitawawekea kwa kipande, takatafuta tu kwa wakati, niwaambia nyimbo zenu zote zitakuja kufika mara zitasikilizwa kabisa, mtakuja kupotea kabisa. Hawakunisikiliza, wasimamisha vimasikio, utafikiri kisungura. Wasemaji wanasema mbuzi asiyesikia husikia akiwa kwenye chungu. Sasa endelea kuwadanganya wasanii kwamba ile ilikuwa ajira. Sio kila. Kwa mfano watu wa nyimbo, Ambwene alienda kuimba wakati fulani na Tulia. Uliona alivyoshambuliwa, alirudia Ambwene Mwasongwe. Watu wa nyimbo wakienda kuimba mahali pachafu, kuwaburudisha wachafu, uona nyimbo zinazoitwa za Injili, huwa wanashambuliwa, huwa wanakabiriwa. Kuimba, hatukatai kwenda kuimba kwenye mkutano wa aina yoyote ya wachafu wowote, lakini nenda kaimbe, kawaambie wachafu wale waache machafu yao. Mwiguru na wana CCM baadhi mnaopita, kina Nchimbi, mnapita mnaotubia. Nadhani nia yenu kabisa ni hawa watu wapate hasira, tuone watakachokifanya. Na hakika kama watu wataendelea kupata hasira, huenda Mungu atatoa njia nini kifanyike. Asante kwa kunisikiliza.